Juni 13, 2025. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Uko na Mipendo Gorton na kusogeza taarifa za habari za kitaifa, lakini nitaungana na wenzangu Pantaleon Lugisha akitupitisha duniani leo. Katika habari za kimataifa kutakuwa kuna jambo gani? Miili ya wanandoa wawili waliofariki dunia wakiwa chumbani katika eneo la Tabata Bonyokwa wilayani Ilala inatarajiwa kuzikwa katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro mara baada ya jeshi la polisi kukabidhi miili hiyo kwa ndugu wa marehemu. Jeshi la polisi bado linaendelea na upelelezi ili kubaini chanzo cha vifo hivyo. Huyu ni ndugu wa marehemu akitueleza zaidi pamoja na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza vifo vya watu wawili, mume na mke, ambao wamejulikana kwa majina ya Anthony Hilary Ngabori au wakati mwingine Ali Ngabori mwenye umri wa miaka 46 na mke wake ambaye amefahamika kwa jina la Ana Amiri Juma anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 39. Wote ni wakazi wa Bonyokwa ambayo ipo katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Tukio hili ambalo linachunguzwa na jeshi la polisi linadaiwa kutokea usiku wa kuamkia tarehe 12 mwezi huu wa Juni mwaka 2025 kwenye nyumba yao ya familia. Miili hii imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Uchunguzi wa kina juu ya tukio hili la kuhuzunisha unaendelea ili kujua na kubaini kwa kina chanzo halisi cha vifo hivyo vya wana familia. Taarifa hizi za msiba kama tulizozipata na vyombo vya dola vikaja kufanyia kazi, bado vinaendelea kufanyia kazi. Kama jana waliondoka na miili kwa ajili ya kwenda kufanyia uchunguzi na bado hatujakabidhiwa miili, ingawaje kuna ndugu ambao wameshaondoka kwenda kufuatilia, na imani kama watakamilisha leo tukikabidhiwa miili ndio tutaendelea na utaratibu wa kusafirisha ili tujue mazishi yatakuwa lini. Lakini panapo majaliwa kwa mahesabu yetu tuna imani kama pengine haitafika Jumapili. Kama haitafika huko tunatarajia kama Jumapili jioni tunaweza tukaondoka. Tukifika kule pengine Jumatatu alfajiri, inawezekana ikawa kama sio Jumatatu mazishi basi ikawa Jumanne. Na jeshi la jadi wilaya ya Shinyanga maarufu kama sungusungu limekuwa gumzo muhimu katika kuzuia na kupunguza uhalifu ndani ya jamii, ikiwemo kurejesha maadili kwa vijana, kujenga na kusimamia miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye maeneo yao. Hayo yameelezwa katika maadhimisho ya miaka 43 tangu kuanzishwa kwake, ikiwa ni sehemu ya tafakari ya mchango wake kwa jamii. Kilishawishi watu wajiunge ili waweze kusalimisha mifugo yao isiibiwe pamoja na maduka. Alikanya kutafakari ya kupata jibu kuwa tungejiunga na sisi kikundi cha kupambana na wezi wa mifugo yetu. Ndugu Kanzu Jisungu akaamua kuwatembelea baadhi ya watu ambao ni wafugaji. Aliitikia kwa moyo mmoja, wakakubaliana kila anayejiunga na shirika atoe mchango wa kuimarisha mfuko wa shirika shilingi 30. Sungusungu yetu inashikamana sana na serikali. Tunaenda pamoja, tukishika mhalifu tunapeleka kwenye chombo cha dola ili kusaidiana kumaliza huo mgogoro. Tunawaambia waendelee kuimarisha pamoja na kusimamia maendeleo ya nchi yetu. Tujue kwamba kuna sheria mama ambazo zinatumika kwenye nchi yetu. Tusijichukulie sheria mkononi, tusiue. Wajibu wetu sio kuua, wajibu wetu labda ni kupeleleza. Sungusungu sasa hivi tunaenda kwenye siasa, tusitumike kwenye siasa. Kuna wanasiasa wanapanga kuwatumia sungusungu. Sungusungu tuendelee na jukumu letu la kulinda raia na mali zao. Jeshi la polisi sisi hatutoshi, ni wachache. Polisi peke yake hawezi kulinda usalama wa eneo husika. Polisi kwa kushirikiana na wananchi, wadau wa ulinzi, makampuni ya ulinzi, sungusungu
ndio amani na utulivu. Wanatunza sana mali hizo, wanatembea kila kaya, wanaangalia waharifu, na mtu asiyekuwa na kibali wanamjaji, wanamrudisha aweze kurudia kibali, na zaidi wengi wao wezi wanakuja hawana kibali. Lakini sungusungu wana mikakati ambayo hata sisi natufurahisha sisi viongozi. Kikubwa ni ushirikiano tu kati ya mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa sungusungu. Wakazi wa kata ya Mfinga na maeneo mengine ya vijiji vilivyopo bonde la Ziwa Rukwa wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu. Unapoona kuna namna yoyote ya kuwalisha na kutapika kwenye familia yako, usisubiri. Kimbilia kwenye kituo cha kutolea huduma ili wakabaini tatizo ni nini na uweze kupata huduma kwa wakati. Lakini la pili, niombe pia, moja ya jambo ambalo pia limeleta shida, mtu anaugua anaanza kusafirisha mgonjwa wa kipindupindu kumpeleka Mamba zaidi ya kilomita 25. Huyu mgonjwa kwa namna yoyote ile hapa njiani anaweza akabanwa na haja akajisaidia, anaweza akatapika vile vile. Kile matapishi na kinyesi chenye vimelea vya kipindupindu popote vilivyo nzi wanaweza wakavihamisha na kupeleka kwenye kaya nyingine. Mwisho wa siku tukakuta kipindupindu kimetanuka na kimeenea katika eneo kubwa. Pale Kifinga wameweza, watu sasa hivi hawafui mtoni wala hawaogi mtoni, wanachota maji wanaenda kuogea nyumbani na kufulia pembeni. Ainisheni eneo la kufulia. Sawa Tumeelewana ndugu zangu? Kwa sababu akifa mwanao hana mbadala. Ulimuita John, ukizaa mwingine utamuita John. Sawa Ukifa wewe hatakuwepo mama mbadala, atakaye kuja ni mama mdogo, mama wa kambo, au atamuita hanti. Sawa Akija baba hivyo hivyo, baba akifa hayupo baba mbadala. Kipindupindu hicho watendaji wangu mimi na watu wajenge vyoo. Sasa hawa takiwa uwe na bafu nzuri. Umeelewana ndugu zangu? Jengeni vyoo bora muweze kuingia na wenzenu. Mkaoga vizuri. Taasisi ya Elimu ya Tanzania imeendelea kuasisitiza wadau mbalimbali kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonyesha dhamira thabiti ya kuboresha elimu nchini, ikiwemo kuchangia kampeni ya kitabu kimoja kwa kila mwanafunzi. Hayo yamebainishwa leo Juni 13 na mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania Daktari Anne Tikomba wakati wa mkutano mkuu wa wahariri na waandishi wa habari uliofanyika katika ofisi za taasisi hiyo zilizopo Bamaga jijini Dar es Salaam kuelekea kilele cha maadhimisho ya miaka 50 ya taasisi hiyo. Mambo mbalimbali tunaendelea kutekeleza pia baada ya maadhimisho, na yaliyofanyika kwanza ni ukusanyaji wa michango ili kufikia uwiano wa kitabu kimoja mwanafunzi mmoja na kompyuta mpakato moja mwanafunzi mmoja kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6. Na hili la kompyuta tulisema tunataka kujifunza katika mikoa michache, mikoa 10, mikoa 7 ya Tanzania bara na mikoa 3 ya Zanzibar. Tunataka kununua kompyuta mpakato 16819. Kompyuta mpakato hizi ni maalum ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya matumizi ya elimu. Yaani hazitamruhusu mwanafunzi kufanya mambo mengine. Na kompyuta hizi zimelekwa kwenda kwa wanafunzi wa kidato cha 5 ili tujifunze kwamba tukipeleka hizi kompyuta, je, zinasaidia katika ufundishaji na ujifunzaji, na je, zinapunguza gharama ya uchapaji wa nakala ngumu za vitabu. Na matokeo katika mikoa hii 10 yatatufanya tujifunze namna ya kusambaza matumizi ya laptops kama nyenzo ya usambazaji wa vitabu katika shule nyingine nchini. Na ukiangalia hapo tumeweka control number. Tunawashukuru sana wadau mbalimbali wametuchangia kupitia control number hii 994040118254. Wadau wengi wametuchangia na tunaendelea kuwaomba waendelee kutuchangia ili tuweze kufikia lengo hili la kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Tuunge mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za kuboresha elimu. Taasisi ya Elimu inapokea fedha za kuchapa vitabu kwa uwiano wa kitabu kimoja wanafunzi 3. Sasa sisi kama wadau na kwa kadri ya maelekezo ya sera yetu ya elimu ambayo inahitaji ushiriki wa wadau mbalimbali katika kuitekeleza, tunaona tuongoze kampeni hii
ya kuunga mkono juhudi hizi za dhati katika kuchangia upatikanaji wa vitabu. Na nikitamatisha taarifa habari za kitaifa, halmashauri ya wilaya Karatu imeagizwa kuimarisha usafi wa mazingira na kukusanya mapato kwa staha ili kuvutia watalii na kuepusha malalamiko. Katibu tawala wa mkoa wa Arusha Misaile Musa alitoa agizo hilo katika mkutano wa baraza la madiwani uliofanyika Juni, ambapo pia alipongeza halmashauri hiyo kwa kupata hati safi na urejeshaji wa mikopo ya 10% kwa makundi maalum. Mji wetu Mheshimiwa DC amesema ni mji wa kitalii, ni ukweli. Mimi nitaomba sana, imarisheni usafi wa mazingira. Mji wetu wa Karatu uvutie, na wote wanaokuja wajisikie fahari ya kuja Karatu. Wajisikie fahari ya kwenda kupumzika kwenye mahoteli yaliyoko huko maporini huko, ambako Karatu imependeza mno. Kwa hiyo hapa katikati hapa lazima mjenge utaratibu maalum wa kujenga mandhari, kuimarisha mandhari ya usafi na kuvutia mji wetu. Halmashauri hii mwaka huu imefanya kazi kubwa sana ambayo mnastahili kupongezwa. Nilikuwa nazungumza kipengele cha ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hamjawahi kufika 117 kabla mwaka hujaisha. Lakini safari hii mmefika 117 ya malengo yenu ya kukusanya. Mmevuka malengo kwa 17. Hoja 30 zimefutwa, tunazo bado hoja 20. Na hizo hoja 20 bado mnao uwezo wa kuendelea kuzifuta. Kwa mkurugenzi na wataalamu wako, endeleeni. SEA yupo na timu yake, wako tayari kufanya verifications kwa hoja zote ambazo mnazitolea ufafanuzi ili tuweze kuzipunguza. Wageni wanapokuja wengi, basi ni kipato cha kila mmoja wetu. Tuna biashara nyingi zinafanyika katika wilaya hii. Tuna maduka, tuna hoteli, takriban tuna hoteli zaidi ya 100 ziko hapa. Kwa hiyo hawa wageni wakiondoka waondoke na picha nzuri ya halmashauri ya wilaya ya Karatu. Kwa hiyo sisi watumishi tunapofanya kazi za kusimamia mazingira, kusimamia ukusanyaji wa mapato, hatufanyi kama tunaenda kumuonea mtu, lakini tunafanya kwa kufuata taratibu na sheria na miongozo ambayo tumewekea. Kwa hiyo tupeane ushirikiano, hakuna mtu ana lengo baya la kwenda kusimamia usafi au kusimamia maeneo mengine. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano mkubwa, mtupatie kule ambako tunafanya hizi kazi. Nashauri kwamba halmashauri iweke mikakati. Kila wanapokutana na management kuwe kuna ongelewa hali ya hoja za CAG za nyuma na maagizo ya laki. Kila mkuu wa idara au kitengo anayehusika atoe tathmini ya amefanya nini kuhusu hoja inayomhusu katika idara yake au kitengo chake. Hii itasaidia hata halmashauri ikitoa ghafla, wakati mwingine inashtukizwa, iwe ina updates. Na kwa sasa niungane na mwenzangu Pantaleon Lugisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa. India imekamilisha kazi ya uokoaji katika ajali ya ndege ya Air India iliyotokea Ahmedabad na kuua watu zaidi ya 240. Ndege aina ya Boeing 777 ilikuwa njiani kuelekea London. Mwananchi mmoja tu alinusurika kwenye ajali hiyo. Serikali ya India inafikiria kusitisha matumizi ya ndege za aina hiyo kwa ukaguzi wa usalama. Waziri Mkuu Narendra Modi ametembelea eneo la tukio. Polisi nchini Kenya wamethibitisha kukamatwa kwa afisa mmoja kuhusiana na kifo cha mwanablog Albert Ojwang aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Ripoti za awali zilidai alijigonga ukutani, lakini ripoti ya daktari wa serikali imekiuka maelezo hayo. Mamlaka ya IPOA inaendelea na uchunguzi huku waandamanaji wakitishia kukatiza shughuli za budget. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametoa mwito kwa Irani na Israeli kujizuia baada ya mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya vinu vya nyuklia vya Irani. Irani ilijibu kwa kurusha droni zaidi ya 100 ambazo zilidunguliwa kabla ya kufika Israeli. Mamia ya safari za ndege Mashariki ya Kati zimesitishwa kufuatiwa hali hiyo. Vikosi vya Urusi vimeripotiwa kuteka vijiji vitatu zaidi nchini Ukraine katika maeneo ya Sumi na Donetsk. Kwa mujibu wa shirika la TASS, jumla ya vijiji 6 vimetwaliwa ndani ya wiki moja. Hata hivyo, shirika la Reuters halijathibitisha taarifa hizo kwa njia huru. Pantaleon Lugisha, SQF TV. Shukrani sana Pantaleon katika habari hizo za kimataifa, na mimi nikushukuru sana mtazamaji kutenga muda wako wa thamani sana kutazama taarifa hizi za habari jioni ya leo ya Juni 13. Ulikopo nami Pendo Gorton. Nizidi kukukumbusha kambi yetu matibabu itatoka pale Kahama kuanzia ya Juni 30 mpaka Julai 4 katika hospitali ya Manispaa Kahama, upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa. Kwa yoyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine ili aweze kufika pale kupatiwa huduma hiyo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF
Kilifi TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Mimi nikutakia maandalizi mema ya Sabato, lakini pia weekend njema. Bye kwa sasa. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Manispaa ya Kahama wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika kuanzia Juni 30 hadi Julai 4 katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Watoto wafikishwe hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0769726782 au 0738229449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.